Zika na umepoteza kwa mfano. Mingine katika maandalizi. Ulikuwa mnaona mechi inafika mpaka katika hatua ya mkojo gani? Nafikiri tulitrain kila kitu kwa maana ya mechi inavyotaka, kwa sababu hizi ni mechi za mtoano ambazo zinahitaji lazima mmoja atoke mwingine abaki. Kwa hiyo tulifanya kila kitu mazoezini. Nafikiri kila mtu ameona performance ya timu na watu wanapaswa kujua kwamba tumecheza na bingwa wa Sekafa na bingwa wa Ligi Kuu. Kwa hiyo haikuwa mechi nyepesi, lakini niwapongeze wachezaji kwa performance yao kwa sababu tumerudi second half tukapata red card, lakini tulikuwa watulivu. Wachezaji wakaweza kutengeneza nafasi ambazo kwa bahati mbaya tuweza kuzitumia, lakini kwangu mimi kama coach nimeridhika. Kilichotokea ni mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu penalty nafikiri huwezi kuitabiria kwamba nani anaweza kushinda. Kwa hiyo niwapongeze JKT, wameshinda kwa mkwaju wa penalty, na hiki ambacho kimetokea kimeishia hapo, tutajirekebisha kwenye mechi nyingine ambazo zinafuata. Namna yote kati ya kundi ili kufanya usitimize malengo yako. Hainawezekana kwa sababu mechi tafu kama hii ukishakuwa uko pungufu, manake plani ya timu nzima inakufa. Inakulazimu upunguze baadhi ya watu kule mbele ili kwa ajili ya kuja kuzuia, na tumeweza kufanikiwa kwa sababu baada ya red card hatukuruhusu goli, tumeenda kwenye mkwaju wa penalty tumepoteza. Kwa namna timu yako ilikuwa inacheza kama vile ina start 7. Kwa maana ya kwenye matumizi ya kasi na nguvu. Pengine changamoto ilikuwa inaona. Nafikiri hiyo inatokea kwa wachezaji kwa sababu huwezi kuwa na siku nzuri kazini kila wakati, na tunategemea kuona mchezaji unapompa nafasi akaperform vile unavyotarajia. Kwa bahati mbaya akiwa yuko down huwezi kumhukumu kwa sababu ndio mpira unavyotaka, ndio mpira ulivyo. Mimi niseme tu wamefanya kile ambacho tumeelekeza kwa 80%. Kilichotokea ni matokeo ya mpira. Baada ya heka zote na masuala ya nje ya uwanja, lakini Janini pia leo amefunga. Kuna lipi la kumwambia? Kwanza nimpongeze kwa sababu pressure aliyokuwa nao ni kubwa, kila mtu anafahamu. Ilikuwa ni siku chache kabla ya kuelekea kwenye mchezo. Kuienda hiyo pressure kwa mchezaji kama ule mchezaji ambaye ni mdogo kwa hicho ambacho kimetokea, lakini ameweza kuwa na utulivu. Nimpongeze kwa na performance nzuri pia na ujasiri, kwa sababu kukutana na situation kama hiyo ukiwa na game kubwa mbele yako, manake inawezekana kukutoa mchezoni, lakini tulimtuliza tukamwaminisha kwamba anaweza kucheza vizuri, na bahati nzuri amefunga. Nafikiri nimrudishe mchezoni na kila mtu ameona namna ambavyo ameperform. Hakuwa na pressure kubwa ambayo kama aliyopigwa nje. Nashukuru Mungu tunaendelea, lakini niwapongeze JKT kwa sababu wameshinda kwenye mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, kila mtu ameona. Tutarudi kwenye kiwanja cha mazoezi kuhakikisha kwamba malengo yetu yanaenda kutimia kwenye mechi ambazo zinafuata. Na hapo kwa Janini Mukandaisenga, kuna malalamiko mengi kwamba amekuwa ni binafsi zaidi. Anakuwa na mpira, anashindwa kutoa mpira kwa wakati. Ni mpango kazi ambao wewe ulimwambia ama ni yeye mwenyewe binafsi? Nafikiri Tanzania ndio nchi ambayo inaongoza na makocha wengi ambao hawajaenda shule. Kwa hiyo kama mtu analalamika kuona Janini ni binafsi, hakuwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Mchezaji ambaye nyewe mnamlaumu ametengeneza nafasi nyingi ambazo kwa bahati mbaya labda golikipa aliweza kuzuia na sio kwamba alipiga nje. Kwa hiyo nafikiri huwezi kumzuia binadamu wote kusema ambacho anachofikiria, hasa kwenye football. Kwa hiyo watu wanaamini mchezaji akikosea kutibu ugonjwa ni kumfanyia substitution badala ya kumwelekeza. Nafikiri hasiwezi kumhukumu Janini kwa maana kwamba matukio yote ambayo amefanya alikuwa mabaya. Kwa hiyo ambacho amekifanya na situation aliyokuwa nao, nafikiri anapaswa kupongezwa. Moja la mwisho. Umetengeneza nafasi nyingi sana na mmedominate game kwa asilimia kubwa. Kitu gani ambacho kimepelekea labda kushindwa kuimaliza game na kwenda mpaka kwenye penalty? Hiyo kutengeneza tu nafasi peke yake ndio ubora wa timu wenyewe, kwa sababu sisi kwenye kiwanja cha mazoezi tumefanya kazi yetu na wachezaji wamefanya kile ambacho tumewekeza. Kutengeneza nafasi ya kufunga na kutokufunga, manake wewe ni bora kwa sababu umeweza kutengeneza hizo nafasi. Ndio football ilivyo. Kama huwezi kutengeneza nafasi, manake huwezi kukosa. Kwa hiyo leo tengeneza nafasi ni hao wachezaji. Kwa bahati mbaya, ikiwa unapata nafasi ya kufunga na ukafunga, basi unaweza kufunga hata goli 100. Kwa hiyo hizo ambazo tunakosa ni sehemu ya football, na tuwapongeze wachezaji kwa hicho ambacho wamekifanya. Nafikiri leo ilikuwa ni siku mbaya kazini, tutajipanga upya kwa ajili ya kuhakikisha tunafikia malengo. Asante. Asante sana.